baadhi ya viongozi niliwaona na sauti ikaniambia kwamba hawa ndio viongozi ambao hawanitegemei mimi tena. Hawa ni viongozi ambao wanategemea matambiko na uchawi. Sauti ya Mungu ikaniambia kwamba hasira ya Mungu sasa inashuka juu ya wote waliotegemea uchawi, juu ya wote waliotegemea uganga, juu ya wote waliotegemea matambiko, na wakamwacha Mungu. Na hilo andiko linatimia ya kwamba amelaaniwa mtu yule ategemeaye mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Mungu. Wako viongozi ambao wanawania nafasi mbalimbali. Wanawania nafasi za udiwani, wanawania nafasi za ubunge, lakini katika nafasi hizi za ubunge wamejipanga kwa ajili ya kupata wadhifa mkubwa wanapoingia serikalini. Na sio kwamba wanaingia kwa sababu ya mapenzi mema ya nchi ya Tanzania, bali ni kwa sababu wamekubali kuyajali matumbo yao, wamekubali kuyajali familia zao, na uzalendo wa nchi hii wameutupilia mbali. Mungu akaniambia kitu kimoja ya kwamba tazama sasa kitu ambacho kinaenda kufanyika. Nikamwona yule malaika akimwagia mwezi wa 10 rangi nyekundu, ishara ya kwamba Mungu anakuja kuvuna kile ambacho kilimwacha yeye na kikategemea miungu mingine. Nikawa naona kuna mti mmoja mdogo sana, mti mmoja ambao watu walijaribu kupruni matawi yake ili uweze labda pengine kunyauka, ili uweze kuanguka na kufutiliwa mbali, lakini nikauona ule mti umechipua tena na matawi yake yalikuwa ya kupendeza vibaya mno. Ndipo nikaisikia sauti ya kwamba inaniambia kwamba waambie Watanzania wasiishie tu kulia, waambie Watanzania wasiishie tu kuhuzunika, waambie Watanzania waweze kuomba. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme za wakuu wa anga wa giza, juu ya pepo wabaya na wakuu wa anga wote wa giza. Tunapoomba sisi watu tuliomwamini Yesu Kristo, huwa wanadondoka chini. Kwa hiyo lile giza la Tanzania kiujumla linaenda kutoweka, kwa sababu sisi waombaji tunaamua kuwasha taa kwa kutumia maombi, na sio kupigana katika maneno tu, na sio kupigana kwa kuhuzunika tu, na sio kupigana kwa kuhuzunika tu. Lazima tujifiche mahali, ni lazima tutafute pori, ni lazima tutafute chumba cha siri, tuweze kuitia rehema za Mungu. Tumwambie Mungu, sisi kama taifa tumekosea, sisi kama taifa bado hatujasimama katika haki yako. Sasa tunaitia rehema zako Bwana. Maana nataka nikwambie wewe unayenisikiliza ya kwamba amani katika nchi hii ni bora kuliko damu kumwagika. Nataka nikwambie kitu kimoja, wakati damu zinamwagika si kwamba Mungu anafurahi, kwa sababu Mungu haliziki na wapumbavu. Ila tunapoomba tunaweza kugailisha mambo fulani ambayo yalitakiwa yaweze kutokea kwa kumwagwa damu. Sasa mambo haya yanatokea kwa sababu tunaamua kupiga goti. Watanzania wameishia kulia, Watanzania wamebaki kuhuzunika tu, lakini wameshindwa kujua kitu kimoja, ya kwamba sisi kama waombaji, maandiko yanasema ya kwamba kila atayelitia jina la Bwana ataokolewa. Ni lazima tukubali ya kwamba lazima tutafute mapoli, ni lazima tutafute makanisa, tujifungie huko. Kama kile kipindi cha corona tulijifungia huko tukaomba, rais akahamasisha watu waombe, na kweli tukamwona Mungu akitembea katika nchi ya Tanzania, na mataifa mengine yote duniani yakabaki yanashangaa ya kwamba ni nini hichi ambacho kimeenda kutokea katika nchi ya Tanzania. Wakati wengine wanategemea barakoa, wakati wengine wanategemea sanitizer, sisi tukamtegemea Mungu wa majeshi. Na ndio maana ukisoma katika ile Naumu 1:9 anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Hakika Bwana atakomesha mateso, na hakika yake hatarudi mara ya pili. Mungu anataka kwenda kukomesha mateso katika nchi ya Tanzania, lakini nataka niwaambie ni lazima tuweze kuomba. Ni lazima tuweze kuomba. Kwa namna hii haiwezekani. Machozi haya hayawezi kukauka, ila tuweze kuomba. Tusiwe ni watu tu ambao tunakesha katika mitandao ya kijamii. Tusiwe ni watu tu ambao tunakesha huko na kucomment, lakini tumesahau kuomba. Tunatuma viimoji tu vya kuhuzunika na tumeshindwa kuomba. Nataka nikwambia kitu kimoja, iko nguvu katika kuomba.
Yako matokeo yapo katika kuomba. Uko ushindi katika kuomba. Yawezekana wao wanatutesa, wanatufanya kila namna ambayo wanasababisha sisi tuweze kulia, lakini sio wao. Ni shetani ameweza kuinua kinywa chake ili kuweza kuwameza Watanzania. Lakini sasa hii hali tusikubali. Tumwambie shetani hatushindi kuzijua ila zako. Sasa tunaingia katika maombi kukubomoa. Tunaliitia jina la Yesu Kristo, yule alienda pale msalabani ili aweze kuingia kuzimu, ili kuchukua funguo za mamlaka, na akatupa mamlaka ya sisi ya kukanyaga nyoka na nge na kila aina ya nguvu za yule mwovu. Ziko nguvu zimeinuka za mwovu, twendeni tukazikanyage. Watanzania, Mungu anasema tuombe, tuache kwenda na hisia. Mungu sio hisia, Mungu sio machozi. Tuomboleze katika roho, kwa sababu Mungu ni roho, nao wamwabudio imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Hii ndiyo roho inayozungumza na makanisa. Ubarikiwe sana. Na Mungu ameniahidi mambo makubwa katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo viongozi wote ambao mpo serikalini, ambao mnamtumainia Mungu, nataka tu niwaambie kwamba msiogope. Msiogope. Wale ambao wanamtumikia Mungu, msiogope. Nataka niwaambie tena, viongozi wote ambao mnamtumikia Mungu na mnamtumaini Mungu ya kwamba atalitembelea taifa hili, msiogope. Sauti nilisikia ikiniambia waambie wasiogope. Waambie wasiogope hao watu, kwa sababu mimi Mungu nipo pamoja nao ili niweze kuwaokoa. Sasa kuna mambo moja ambayo nilikuwa nayaona maono. Nilikuwa naweza kuona 4, nikaona naona 6. Nikaona malaika wa Mungu akijumlisha 4 pamoja na 6, ikatokea namba 10. Nikaona ile 10, malaika akawa nikana kwamba anamwagia damu nyekundu katika ile namba 10. Nikasikia sauti ikiniambia, hasira ya Mungu sasa imewadia. Hasira ya Mungu imewadia juu ya viongozi wanaotegemea uchawi, juu ya viongozi wanaotegemea uganga, juu ya viongozi wanaotegemea matambiko, juu ya viongozi wanaotegemea uchawi, juu ya viongozi wanaotegemea mila. Sauti ya Mungu nilisikia ikiniambia, hakika viongozi wote ambao walishawahi kwenda kwa waganga, ambao wametegemea matambiko, ambao wametegemea uchawi, hakika mwezi huu wa 10, hakika yake uhai wao utakuwa ni mali ya Bwana. Uhai wao utakuwa ni mali ya Bwana. Wale wote wachawi, wale wote waganga, wale wote ambao walienda kwenye matambiko ili waweze kupata mamlaka. Na Mungu akaniambia kitu cha ajabu sana. Akanionyesha viongozi wote ambao wametegemea matambiko, viongozi wote ambao wametegemea matambiko, na nitawataja hapa kwa herufi ya mwanzo na ya mwisho. Ikiwa utakuwa unajua mambo ya rohoni utanielewa ni mtu gani, lakini ikiwa sio mtu wa rohoni hauwezi kunielewa nasema kitu gani. Nakwambiaje? Niliwaona viongozi ndani ya nchi ya Tanzania wakiwa sehemu ya matambiko,